Kichwa cha somo kinasema kupewa nguvu ya kumaliza kwa ushindi. Haleluya. Kupewa nguvu ya kumaliza kwa ushindi. Kwa nini anataka tumalize kwa ushindi? Kwa sababu yeye siku zote ni mshindi na anataka watoto wake tutembee katika huo ushindi, lakini zaidi sana mapenzi yake yatimizwe kwenye maisha yetu. Zaidi sana mapenzi yake yakatimizwe katika maisha yetu. Ndio maana anataka kutupa nguvu ya kumaliza kwa ushindi, ili tuwe na mwisho uliojaa ushindi wa kimungu. Haleluya. Naamini utakuwa sehemu ya wale ambao watapokea nguvu hiyo katika jina la Yesu. Nasema ninaamini na utakuwa sehemu ya wale ambao watapokea hiyo nguvu siku ya leo katika jina la Yesu. Hautapitwa na hiyo nguvu katika jina la Yesu. Karabo shanda. Siku zote shetani hapendi watoto wa Mungu watembee katika ushindi. Hataki wamalize vipindi mbalimbali katika ushindi. Anataka wamalize katika maumivu, katika majuto, katika tabu mbalimbali. Lakini yupo Mungu ambaye siku zote anatuwazia mema, kama ambavyo anasema yeye ni Mungu ambaye anatuwazia mawazo mazuri, mawazo ya amani. Anatuwazia kesho yetu iwe nzuri. Anakuwazia kesho yako iwe bora, iwe iliyojaa utukufu wa kimbingu, iwe yenye ushuhuda, isiyokuwa na machozi. Haleluya. Ndio maana siku zote yeye yupo kutusaidia na yupo kuhakikisha tunapata ushindi kwenye kila eneo ikiwa tutamwelekea yeye. Haleluya. Na kwa sababu sana anatamani mapenzi yake yeye yatimie kwenye maisha yetu, ndio maana yupo kuhakikisha anatusaidia. Haleluya. Yupo kuhakikisha anatuachilia hiyo neema ya kumaliza kwa ushindi. Ndio maana akasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Kwamba unaweza ukafanya vizuri, unaweza ukaanza vizuri mwezi wa kwanza, lakini ukajikuta mwezi wa 12 unafanya vibaya, unadhihirisha mabaya, unachipusha mabaya na sio mazuri. Ndio maana mhubiri anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu thawabu ya baraka zipo katika mwisho. Haleluya. Thawabu ipo kwa wanaomaliza msimu fulani katika ubora, katika uzuri. Thawabu ipo. Haleluya. Kwa sababu kuanza vizuri si kumaliza vizuri. Waweza anza vizuri kabisa, lakini ukashindwa kumaliza vizuri kabisa. Na shetani akahakikisha haumalizi vizuri. Atahakikisha anakuweka mbali na Mungu. Atakuhakikisha na kutengenezea mazingira ambayo lazima utakaa mbali na Mungu. Haleluya. Na wengi wao wanaanza tu vizuri. Wengi, asilimia kubwa wanaanza vizuri. Na ndio maana unaweza kukuta hata mtu mwanzo akianza anaanza vizuri, ana moto wa kimungu, anampenda Mungu, lakini kuna wakati unafika anamuona Mungu si kitu tena kwenye maisha yake. Kuna wakati ukifika, kuna vitu ndio atavipa kipaumbele, lakini Mungu hatampa kipaumbele. Lakini sio kwa sababu mwanzo alianza vibaya. Mwanzo alianza vizuri, lakini shetani anahakikisha hamalizi vizuri. Ninakuombea siku ya leo upokee nguvu ya kumaliza vizuri katika jina la Yesu. Wengi waanza safari, haleluya, lakini ushindwa kuimaliza hiyo safari. Unaanza safari vizuri kwa spidi kabisa, lakini mwisho wa siku unaishia njiani, vikwazo vinainuka. Haleluya. Lakini mwanzo ulikuwa na mawazo na maono ya kwamba lazima nitamaliza hii safari, nitafika mwisho wa hii safari. Lakini shetani atajiinua kuhakikisha
unaishia njiani hiyo safari yako. Haleluya, haleluya. Nadhani hata wiki iliyopita tulisoma kwa habari ya babake Ibrahim. Tuliona baadhi ya maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo 11:31 kwamba walikuwa na safari ya kwenda Kanaani, lakini mwisho wa siku hakufika Kanaani. Nia ilikuwa ni kufika Kanaani, lakini Kanaani hakufika. Mwisho haukuwa mzuri, alifia njiani. Haleluya. Kwa nini? Kuna vitu vilinuka vikafanya asifike. Mawazo ya kufika kule alikuwa anaenda yakafia hapo hapo, yakapotelea hapo hapo. Ninakuombea neema ya Mungu kwako isiwe hivyo katika jina la Yesu. Kuna watu wanaweza akawa na mawazo ya kuanza kujenga, ni kweli akaanza kujenga, lakini akashindwa kumaliza. Tunasema kwa nini hajamaliza? Si kwa sababu ametaka kutokumaliza, au alikuwa na mawazo aanze afu asimalize. Alikuwa na mawazo aanze na amalize kujenga nyumbani, lakini vikwazo vinainuka ambavyo vinamzuia huyu mtu kumaliza, kwa sababu shetani hataki amalize vizuri. Kwa sababu kila jambo lina thawabu yake. Mungu huachilia thawabu katika maono ulionayo, katika mipango ulionayo. Unaposimamia hayo maono, ukasimama kikamilifu na Mungu, lazima kuna thawabu ya Mungu itakuwa juu yako. Haleluya, haleluya. Kuna mtu unaweza kuwa na mawazo mazuri ya kufanya biashara, ukaanza vizuri, lakini mwisho wa siku ukachukia hata kufanya biashara. Haleluya. Mahusiano lakini akaishia katikati. Neema ya Mungu iwe juu yetu siku ya leo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Na kusema katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 34, Yesu anatuambia ya kwamba, Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka. Yupo kwenye safari, kuna mahali anatakiwa afike, kuna namna anayotakiwa amalize katika hiyo safari aliyoianza, na kuna matunda yanatakiwa yatokee baada ya kumaliza hiyo safari. Anasema chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake, nikaimalize kazi yake, nikayamalize mapenzi yake, nikayatimilize mapenzi yake, nikayatimilize yale yaliyonifanya nije hapa duniani kwa ukamilifu, kwa ukamilifu, kwa usahihi. Kwa sababu nitakapomaliza kwa usahihi, kuna thawabu pale nitakapokamilisha katika ubora ambao Mungu aliukusudia. Haleluya. Maana ametambua nimekuja na niko safarini, kuna mahali naelekea, na ni lazima mwisho wangu uwe wenye matunda mazuri, mwisho wangu uwe wenye matokeo mazuri. Ndio maana sema chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, na nikaimalize kazi yake. Maana kwa wakati sahihi ambao natakiwa niwe nimemaliza, basi na matunda sahihi yaonekane. Maana yasipoonekana, maana nitakuwa sijakamilisha kile ambacho nilikuwa natakiwa nikikamilisha, na nitakuwa sijadhihirisha yale mawazo ya Mungu, au sijatimiliza yale mawazo ya Mungu. Kwa lazima niwe makini kuyatenda mapenzi ya Mungu na nimalize kwa wakati sahihi, na matokeo mazuri yakaonekane katika hii safari nilionayo. Haleluya. Neema ya Mungu itusaidie siku ya leo katika jina la Yesu. Ninakuombea Mungu akusaidie tumalize mwaka huu kwa ushindi katika jina la Yesu. Haleluya. Tusimalize kinyonge, bali tumalize kwa ushindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Mungu anatoa nguvu ya kumaliza. Mungu anaachilia nguvu ya kumaliza. Kwa nani? Kwa yule ambaye amechagua kutembea naye, kwa yule ambaye ameamua kunyenyekea kwake. Mungu ataachilia nguvu ya kumaliza vizuri. Kwa nini? Anajua wengi wanashindwa kumaliza vizuri kwa sababu ya vikwazo ni vingi ambavyo huwa vinainuka kuzuia huyu mtu asimalize vizuri. Kwa vikwazo vingi vinainuka, na Mungu anakaa angalie nani yuko na utayari, ili nimpatie nguvu ya kumaliza vizuri na matokeo yawe mazuri. Haleluya.
Biblia inatuambia katika kitabu cha Waamuzi ya kwamba juu ya hao wana wa Israeli, Waamuzi 6:3 mpaka 6 pale, walikuwa masikini, walikuwa wamekandamizwa kwa muda mrefu, walikuwa wanazuiliwa. Wakati unapofika mwisho unatakiwa wavune, wanashindwa kuvuna. Wakati unapofika mwisho unataka wayaone matunda, hawaoni matunda. Lakini wakamlilia Mungu, waliamua kumtafuta Mungu, waliamua kushuka mbele za Mungu na kumwambia Mungu, ingilia kati, kesi hii kwetu imekuwa ngumu. Tunataka mwisho wetu uwe mzuri, tunataka na sisi tufurahie matunda ya kazi tunayoifanya. Haleluya. Nisomee hapo Waamuzi sura 6 mstari wa 3 mpaka wa 6. Inasema, basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao, na kuyaharibu. Wakaharibu kile ambacho wanakianzisha. Wao Waamaleki wanakuja wanaharibu kile, wanapoanza wanaharibiwa, hawafiki mwisho, hawana mwisho mzuri. Haleluya. Amen. Hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote. Hawakuacha chochote, wanatumia nguvu kubwa lakini hawayaoni matokeo. Kila wanapojitahidi, wanapoanza, kuna Waamaleki wanakuja wanaharibu, nao waachi chochote. Kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi. Mfano wa nzige wakaja kwa wana wa Israeli kwa wingi. Wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Wakaingia kwenye hiyo nchi ili kuiharibu. Wakaingia Waamaleki na wenzao kwenye hiyo nchi ili kufanyaje? Kuharibu. Unaanza mwaka, kuna roho zinaingia kwenye maisha yako ndani ya mwaka huo kuhakikisha mwisho wako unakuwa mbaya. Wakati wengine wanafika mwezi wa 12 wanapiga mahesabu, wanasema wow, Bwana ametufanyia 1 2 3. Tulihangaika, tumejitahidi, tumefanya kazi kwa bidii, lakini mwisho wa siku matunda ya kazi ya mikono yetu ni haya. Haleluya. Lakini kwao ilikuwa ni tofauti. Hakuna. Haleluya. Na kwako unakuta ni tofauti, kwa sababu kuna Waamaleki wamekuja kwenye maisha yako. Kuna roho zimeingia kwenye maisha yako ndani ya mwaka huu na kuhakikisha zinaharibu, ili mwisho wako usiwe wenye matunda mazuri, uwe mbaya. Haleluya. Siku ya leo Waamaleki wote tutawapiga katika jina la Yesu. Lazima watuachilie na tumalize vizuri katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo ndivyo hivyo shetani anavyodili na watoto wa Mungu mwaka kwa mwaka. Roho zinajipanga, roho za kwenye mtaa unakotoka, roho za familia unakotoka, wachawi, waganga, mizimu, mapepo, wanahakikisha mwaka wako unapoanza wanaingia na kuanza kuharibu kila unachokianzisha, kila ambacho una plani kufanya, ili inapofika mwezi wa 12 hauoni matunda, unakuwa kwenye maumivu makubwa. Haleluya. Haleluya. Siku ya leo ipo neema ya kupewa nguvu ya kumaliza kwa uzuri, kwa ubora, na kuhakikisha yale yaliyoharibiwa tunayamaliza katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. 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 Inasema mstari wa 6, Israeli waliteswa sana. Wakateswa sana kwa sababu ya Wamidian. Na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakafanyaje? Wakamlilia Bwana. Hawakwenda kwa mizimu, hawakwenda kwa waganga, hawakwenda kwa watu ambao wanahisi hawa ni jamaa zetu wa karibu, ila walimlilia nani? Bwana. Walimuita nani? Bwana. Walijua yeye ndiye suluhisho
kwenye kesi walionayo, kwenye changamoto walionayo, hawana mtatuzi mwingine isipokuwa ni Mungu. Haleluya. Isipokuwa ni Mungu wa baba zao. Haleluya. Kwa hiyo wao wakaona msaada wetu ni Mungu peke yake. Haleluya. Na kama ni Mungu peke yake, tunamlilia yeye, tunamuita yeye, tutanyenyekea kwake yeye, maana tunajua kwake yeye hata kama zimebaki siku 2 kwa Mungu zinaweza kuleta matokeo ya miaka 5 ambayo wengine wamefanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ninakuombea neema ya Mungu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Napokea. Inawezekana shetani amekupishanisha, ulikuwa unatakiwa kukutana na watu wako sahihi. Lakini shetani anakupishanisha mwaka mzima. Kila siku anakupishanisha. Kila siku anakupishanisha. Haleluya. Amina. Lakini mwezi wa 12 kuwa online, Bwana atakuunganisha na watu wako sahihi katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana atafanyaje? Atakuunganisha na watu wako sahihi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na mimi nitakuachilia huo upako maana Bwana amenipa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Mwezi huu utakuwa kawaida kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen.